nilitangaza, nilitoa tangazo kuhusiana na uwepo wa fedha kwa ajili ya kukopesha makundi haya, na kiasi ambacho kilikuwa kimetengwa kwa awamu hii maana yake milioni 260 na laki. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya tangazo hilo tumeendelea kupokea maombi kutoka kwa wadau wetu kwa maana ya vikundi. Tulipokea maombi ya thamani ya bilioni 1.1, yaani bilioni 1,138. Katika fedha hizo milioni 796.1 ni kwa ajili ya vikundi vya wanawake na milioni 342.2 ni kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia mahitaji ni makubwa kweli, kiasi kwamba hata tungesema tuchukue bajeti ya halmashauri tuwahudumie tu hawa hatuwezi. Kwa hiyo kilichofuatia hapo ni kufanya mchakato, kwa sababu wanasema lazima utoe kulingana na uwezo wako. Kwa mujibu wa kanuni ya uendeshaji wa mfuko huu ni kwamba kwa kuwa maombi yalikuwa ni makubwa, kwa hiyo zile kamati mbalimbali ilibidi zifanye kazi yake. Hapa tuna kamati ya halmashauri ya wilaya, kamati ya huduma za mikopo ya halmashauri ambayo yenyewe kupitia kikao chake ilikaa na kutoa mapendekezo yake. Lakini baadaye kamati ya uhakiki wa mikopo ya wilaya ambayo mwenyekiti wake ni katibu tawala wa wilaya pamoja na wajumbe wake, nao walikaa wakajadili, wakatoa mapendekezo. Na mwisho kabisa mapendekezo haya yalikuja kwenye kamati yako ya halmashauri ambayo ndio management, na mwisho ikakubaliwa kwamba kwa fedha zilizoombwa ni nyingi lakini uwezo wetu ni mdogo, basi kamati zote kwa pamoja tukakubaliana kwamba kiasi cha milioni 228.5 kitumike kwa ajili ya kukopesha vikundi 32 kama ambavyo nimetangulia kusema. Na katika fedha hizo tunalenga kuwanufaisha wanufaika 249 ambapo ndani yake wanawake ni 183 na wanaume 66. Fedha ambazo zinaenda kwa wanawake ni milioni 132.5 na fedha ambazo zinaenda kwa vijana, kwa maana vijana maanake milioni 112. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika fedha hizi milioni 132 pia ni fedha ambazo zinatengwa 10%, lakini milioni 96 ni fedha ambazo zinatokana na marejesho kutokana na vikundi ambavyo vimekopeshwa. Kwa hiyo kama tunavyojua wote mlioko hapa, mtaka kwenda mabenki huko mtakutana na masharti magumu ambayo kwa asilimia kubwa wengi hamyawezi. Kwa hiyo hiyo ndio fursa pekee ya kuwakomboa nyie, ya kuwavusha hapo mlipo. Kwa hiyo tunatamani sana kwamba utaratibu ambao unatumia wakati wa kukopa, ile nidhamu uliyotumia wakati wa kukopa, ndio nidhamu hiyo iendelee wakati wa kurejesha, ili na wengine wahitaji kama nyie mwisho